Bana, mambo vipi? Bila shaka uko poa. Hizi ni dakika 5 za Sports Update. Tuko hapa kukujuza yale yote yaliyojiri katika viwanja vya hapa nyumbani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Ishaka Nyamihasi. Karibu niweze kukufahamisha, nikupitishe katika habari zote ambazo zimejiri katika michezo hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na katika anga la kimataifa pia tutakwenda kugusia ni yapi yaliyojiri kwa ukubwa kabisa. Moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani katika ardhi ya Tanzania, ambapo waliosema hayawi sasa yamekuwa. Ndo ile siku yenyewe ambayo watu wengi walikuwa wakisubiria, ufunguzi wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Ni mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya watani Simba na Yanga, ambapo kuanzia majira ya saa 11 jioni watakuwa wanapepetuana pale katika dimba la Benjamin Mkapa katika ile mechi ya ngao ya jamii kuashiria ufunguzi rasmi wa dirisha la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ambayo itakuwa inaanza kutimua vumbi hivi karibuni. Mechi hii inatizamwa kwa ukubwa wake, ambapo Simba na Yanga wanakutana wakiwa ni mahasimu wa muda mrefu, na historia inaonyesha kwamba Dar es Salaam Africans ndio amepata ushindi mara nyingi zaidi katika mechi ambazo wamecheza na watani wake wa jadi Simba. Ni nini ambacho kitakwenda kujiri siku ya leo? Bila shaka wewe shabiki wa Simba ama shabiki wa Yanga, lakini pia na mpenzi wa kabumbu, utakuwa upo pale Benjamin Mkapa ukisubiria saa 11 jioni uweze kushuhudia mbungi hii ambayo itakwenda kufungua pazia la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu wa mwaka 2025-26. Tusubiri na kuona nini ambacho kitajiri katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tukiachana na mechi hii ya watani wa jadi Simba na Yanga, ni kwamba siku jana ilichezwa fainali ya Kagame Cup, Sekafa Kagame Cup, na mashindano haya yameweza kutamatika huku Singida Black Stars wakiwa ndo mabingwa wapya wa michuano hii mikubwa ya Sekafa Afrika Mashariki na Kati, katika mchezo ambao uliokutanisha dhidi ya Al Hilal Omdurman, na kocha Miguel Gamondi akiwa na siku chache tangu aanze kuinoa klabu hii ya Singida Black Stars akajidhihirisha kwamba yeye kweli ni kocha wa vikombe na akaweza kutoa kombe hilo. Lakini mashindano hayo yameweza kumtambulisha Kratos Chota Chama, mchezaji mpya nyota zamani wa Simba na Yanga, ambaye ametimkia kunako klabu ya Singida Black Stars akiwa ni mfungaji bora wa michuano hii, na siku ya jana yeye ndo alifunga magoli yote mawili ambayo yalipo ubingwa Singida Black Stars, huku Metacha Boniface Mnata akitoa tuzo ya golikipa bora wa mashindano haya. Baada ya michuano hiyo ya Sekafa Kagame Cup, siku ya leo kuanzia majira saa 9 alasiri utachezeka mchezo mwingine wa fainali ya Sekafa Women, ambapo ni katika kufuzu kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa Afrika kwa wanawake, ambapo JKT Queens wakiwa ni wawakilishi wa Tanzania watakuwa uwanjani wakicheza mchezo wa fainali siku hapa ya leo dhidi ya timu ya Lion kutoka Rwanda, na mchezo huu unachezwa katika uwanja wa Kasarani kuanzia majira ya saa 9 alasiri, na nadhani JKT Queens tayari washajipambanua kuwa wao ni mabingwa, na hatuna shaka wa Tanzania JKT Queens wanakwenda kubeba taji hili kwa mara nyingine tena. Yes, tukimalizana na mpira wa miguu ni kwamba tutakwenda kuangazia katika mpira wa kikapu, ambapo michuano ya FIBA Under 16 African Women imeweza kutamatika, huku timu ya Tanzanite kutoka Tanzania, timu ya kikapu hii kwa mabinti wenye umri chini ya miaka 16 ikimaliza katika nafasi ya 5 ya michuano hii ambayo ilikuwa inafanyika kule Kigali nchini Rwanda. Lakini katika michuano hiyo ni kwamba timu ya Tanzania imeweza kumpata binti Nguamo Glory ambaye ametoa tuzo ya mchezaji bora wa mitupio ya pointi 3 kwenye FIBA Under 16 African Women Championship 2025 baada ya kufunga mitupio 17 ya mbali. Mpaka hapo tunaweka nukta katika habari za hapa nyumbani, na tunakwenda kuangazia katika anga la kimataifa, ambapo nyota wa kimataifa wa Ufaransa ambaye ni mlinzi wa zamani wa klabu ya Barcelona Samuel Umtiti ametangaza kutandika daruga katika soka. Samuel Umtiti amestaafu akiwa na mafanikio binafsi ambayo ni pamoja na kutoa kombe la FIFA World Cup mwaka 2018 pale nchini Russia. Ana Copa de France moja, Trophy de Champions moja, na La Liga 2 alizotoa akiwa na Barcelona, Super Copa de España 2 pamoja na Copa del Rey 3. Hii ni baadhi ya mataji ambayo Samuel Umtiti ameweza kuyatoa katika career yake ya soka, na Samuel Umtiti ametangaza kutandika daruga katika soka
hapo jana. Ligi ya mabingwa barani Ulaya inaanza na michezo 6 itachezwa katika viwanja mbalimbali, ambapo mchezo wa kwanza utachezwa majira ya saa 1:45 kati ya PSV ambao watakuwa wanawalika Union Saint-Gilloise, na mchezo huu utafanyika majira ya saa 1:45, huku mchezo mwingine muda huo utakuwa ni Athletic Club ya Hispania ambao watakuwa wanapepetuana na Arsenal ya pale London, Uingereza. Lakini michezo mingine 4 itachezwa majira ya saa 4 usiku, ambapo Juventus watakuwa wanawalika Borussia Dortmund, huku Benfica wao watakipiga dhidi ya Karabag FK, na Tottenham Hotspur watakuwa uwanjani wakipepetuana dhidi ya Villarreal, na Real Madrid watakuwa wanapambana wanapapatuana dhidi ya Marseille. Sisi hatuna la ziada, tunaweka nukta katika Sport Update. Ulikuwa nami Sihaka Nyamihasi, mpaka wakati mwingine, goodbye.